Siku ya Jumamosi ambapo asubuhi ya leo mpenzi mtazamaji ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni asubuhi njema, asubuhi ambayo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Ili mtumishi wa Mwenyezi Mungu Pastor Phyllis Dennis kutoka kanisa la ABC Kadhimani akaweze kuendelea na kutunyunyizia hizo baraka kama vile ambavyo amekuwa akifanya hizo siku zingine. Karibu tunyunyiziwe hizo baraka pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wetu wa Udugu TV, ni siku ambayo ni siku ya furaha ambayo Mungu ametujalia kuiona, siku ambayo Wakristo wa kanisa la SDA wanaelekea kusali. Ni siku ambayo Mungu anatupenda sisi zote. Kama kunalo ambao wanaelekea kanisani, cheni tukamwabudu Mungu sababu ametuumba ili tukapate kumwabudu. Hivyo basi karibu katika neno la Bwana katika kitabu hicho cha Wafilipi, sura ni hiyo ya 4, mstari wa 15 kufika mstari wa 18. Neno la Mungu linasema hivi: nami pia nyinyi wenyewe mnajua, enyi Wafilipi, ya kuwa katika mwanzo wa Injili nilipotoka Makedonia, hakuna kanisa lingine lililoshirikiana nami katika habari hii ya kutoa na kupokea, ila nyinyi peke yenu. Kwa kuwa hata huko Thesalonike muliniletea msaada wa mahitaji yangu, wala si mara moja nyinyi kwamba si kwamba nakitamani kile kipawa, bali na yatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Lakini ninavyo vitu vyote na kuzidi, tena imejaa tele. Nimepokea kwa mkono wa Tito vitu vile nilivyotoka kwenu, harufu ya manukato, sadaka yenye kimbali, impendezayo Mungu. Tuombeni. Baba wetu na Mungu wetu, tunakushukuru ni kwa sababu ya muda mwema, nafasi hii Bwana umeifungua kwetu ili tukapate kusemezana neno lako. Roho wako Mtakatifu ambaye ni mwalimu, utufunza yaliyo mapenzi yako. Ni siku ya furaha kwetu Baba wetu wa mbinguni, ambayo tunaomba ili Roho wako Mtakatifu akatufunze. Tukiziungama dhambi zetu Baba wetu wa mbinguni ukatusamehe. Hata mtazamaji wa Udugu TV Bwana wetu wa mbinguni, damu ya Yesu iliyotiririka msalabani ikapate kutusamehe Bwana, ili tukapate kimbali machoni pako. Nena nasi maana tumeenda kukimya na kusikiliza sauti yako, na hata Mungu wetu wa mbinguni neno lako likatutie nguvu katika maisha haya. Katika jina la Yesu aliye mwamba na mwokozi wetu tumeomba. Amina. Neno la Mungu ambalo tumesoma siku ya leo ni siku ambayo Mungu anataka kunena nasi katika kupenda kazi ya Mungu. Kama kunaye mtu alikuwa amependa kazi ya Mungu, Paulo mtumishi wa Mungu, hata kama alikuwa mfungwa, Paulo alipenda kazi ya Mungu na alitaka Wafilipi wakuwe katika hili neno la Mungu na wakae katika kupenda ili kazi ya Mungu. Mahali tumesoma Paulo anaongelelea kanisa la Wafilipi, kanisa ambalo lilisimama na yeye wakati alikuwa amefungwa kwa ile neno la Mungu. Aliwekwa jela kwa ile good news ya kutangaza habari ya Yesu, na kwa sababu ile kanisa la Wafilipi ilisimama na Paulo. Na mahali tumesoma
neno la Mungu linaendelea na Paulo anaendelea na kubariki kanisa la Wafilipi, sababu analiambia la kwamba hakuna kanisa lingine lililosimama na yeye katika hali ambayo ngumu alikuwa nalo, sababu yeye mwenyewe kuna jambo aliyolijifunza. Paulo alijifunza kupata na hata kukosa. Hayo ndio maisha ya Paulo. Alijua ya kwamba ninaweza pata na naweza kosa. Hivyo hili jambo likakuwa katika maisha yake. Na katika hali ile kanisa la Wafilipi lilisimama na yeye na wakamsaidia na akapata jambo la kunena. Ndio maana siku ya leo tunaongelelea mtumishi wa Mungu ambaye alitangaza neno la Mungu hata kama alikuwa jela. Aliandikia Wafilipi ili barua ili awaambie ya kwamba nilipata vyote ambavyo Wafilipi walitumana apelekewe, alipata. Na akasema hakuna kanisa lingine lililosimama nami, sababu yeye mwenyewe alijua anaweza pata na anaweza kosa. Siku ya leo mpendwa mtazamaji wa Udugu TV, ningependa tuzungumze juu ya kupenda kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maisha tunayokaa ni maisha mangumu, kama maisha ambayo Paulo alikaa. Paulo alikaa maisha hata akiwa jela alitangaza neno la Mungu. Hata akikosa alitangaza neno la Mungu. Hata kwa kupata kwake alitangaza neno la Mungu. Alipenda kazi ya Mungu. Je, mimi na wewe tunapenda kazi ya Mungu? Sababu kile ambacho Mungu ametuachia, ametuamsha siku ya leo ni kutenda ile kazi ya Mungu. Ni kutenda na kufanya ile kazi ya Mungu ambayo alituachia sisi tukatende. Biblia imetuambia Paulo alijifunza. Jambo hili la kujifunza ni jambo la muhimu sana, sababu kuna kupungukiwa katika dunia hii. Katika dunia hii kuna kukosa. Katika dunia hii kuna kupata. Hivyo Paulo alijifunza hayo. Na kama wewe mwenyewe unapenda kazi ya Mungu, haya mambo matatu unayaweza. Haya mambo matatu wewe mwenyewe unayapata. Sababu kuna kupata, kuna kupungukiwa na hata kuna kukosa. Paulo alijifunza katika ile kutangaza na kueneza neno la Mungu, ile jambo la kufanya ile kazi ya Mungu. Alijifunza mambo haya matatu, ya kwamba mimi naweza pungukiwa, mimi naweza kosa, na hata mimi naweza kupata. Haya mambo aliyaweka, na akajua ya kwamba hata nisipopata ile neno la Mungu nitaieneza. Bwana Yesu asifiwe. Hata nikipungukiwa ile neno la Mungu nitaieneza, na hata nikipata ile neno la Mungu nitahubiri. Wapendwa watazamaji wangu wa Udugu TV, sisi hii karakta ya Paulo tuko nayo, sababu kazi ya Mungu linatuhitaji. Unapoamka asubuhi unasema mimi siendi kanisani sababu sina sadaka. Nani alikwambia Paulo akipata na akikosa na akipungukiwa hakukosa kutangaza neno la Mungu? Alitangaza katika hali ile. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakikosa chakula, umefanya kazi na haujalipwa, unasema hiyo kwa nyumba siendi mapema sababu sijapeleka chakula. Paulo alijua na alipenda na alizoea hayo maisha. Mpendwa mtazamaji wangu wa Udugu TV, zoea kupata, zoea kukosa, zoea kupungukiwa, sababu hayo ndiyo maisha ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Paulo jambo lingine anatuelezea kwamba alichopata alitosheka nacho. Bwana Yesu asifiwe. Kile alichopata alitosheka nacho. Wewe unatosheka na hali ulio nayo. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya kazi ya Mungu, wewe mwenyewe unatosheka na kile uko nacho. Sababu wengi wamepandisha ngazi ya maisha lakini hawezi fikia. Unaona mzee wako anafanya vibarua na unapandisha kilasi, unapandisha kule juu, lakini hali inapokuwa ngumu hauwezi jua, sababu kuna kupata, kuna kukosa na kuna kupungukiwa. Bwana Yesu asifiwe. Tosheka na hali ulio nayo.
Tosheka na kile uko nacho. Tosheka na maisha ambayo uko. Sababu hakuna mtu mwingine atakuja kukubadilishia. Ni wewe tu ujue vile utabadilisha hali ulio nayo. Tosheka na maisha hayo, sababu kuna maisha ambayo yako ya kukupata na kukosa na hata kupungukiwa. Biblia imetuambia kwamba mstari wa 17, si kwamba nakitamani kile kipawa, bali na yatamani mazao yanayozidi kuwa mengi katika hesabu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba Paulo alipenda, si kwamba Paulo alitamani, lakini alitaka mazao yawe mema. Bwana Yesu asifiwe. Yawe mengi na yawe ya kufaa. Pendo wangu mtazamaji wa Udugu TV, ningependa neno la Mungu likakae katika maisha yetu. Tunapofanya kazi ya Mungu, tunapokaa maisha yale, tujue ya kwamba si kwamba tunatamani, si kwamba tunataka, lakini mazao ya Mungu yazidi na kuongezeka. Hapo ndipo Mungu anafurahia akiwa mbinguni, na anatubariki, na anajua ya kwamba sisi tu watu wake. Bwana abariki neno lake. Amina. Tuombe. Baba wetu uliye juu mbinguni, tunasema ni asante ni kwa ajili ya neno lako. Tunakushukuru Baba wetu wa mbinguni kwa kunena nasi kupitia kwa mtumishi wako Baba wetu wa mbinguni Paulo, ambaye alipenda kazi yako. Hata akiwa katika hali ya jela, alipenda kazi yako. Mungu wetu wa mbinguni, ninaombea mtumishi wako, mtazamaji wa Udugu TV. Ninamuombea na ili akapende kazi yako. Licha ya changamoto za maisha, licha ya uchumi kupanda, ninaomba hili haya yakawe katika maisha yake, ya kupata, kukosa na kupungukiwa, na kutosheka na kile mtu ako nacho. Ninaomba hili Bwana ukabariki neno lako, na ili Bwana likakue katika maisha yako. Tunapoenenda katika hali hii, napoendelea katika maisha haya, tukajua ya kwamba Paulo ni mfano mwema, ya kwamba alitosheka na kile alichokuwa nacho, na alipenda kazi yako sababu alihitaji mazao mema. Tubariki na ubariki neno lako Bwana, katika jina la Yesu aliye mwamba na mwokozi wetu tumeomba. Amina. Kupenda kazi ya Mungu. Hapo tumeweza na kufundishwa na tukaweza na kujua ya kwamba kuna haja ya kujifunza kukosa na kupata. Maana hayo ni maisha tu. Hayo ndio yale mambo ambayo tunapatana nayo wakati kwa wakati, siku baada ya nyingine. Kuna kupata, kuna kukosa. Siku inaweza kuwa siku ya Jumatatu sio kama siku ya leo ya Jumamosi. Na siku zinaweza kuwa hazinjatoshana, hazinjakuwa sawa. Maana jana unaweza kosa na leo upate. Hivyo basi kuna haja ya kuwa na roho ya kutosheka. Tosheka na kile ambacho uko nacho, kile ambacho Mwenyezi Mungu amekubariki nacho. Na ukitosheka, tamaa, hautaweza kuwa na hiyo roho kabisa. Ukitosheka, ukijifundisha na kujua ya kwamba kuna kukosa na kupata, utakuwa unamshukuru Mwenyezi Mungu kila wakati, unamfanyia kazi kila wakati. Wakati ambapo umeweza na kupata, unamshukuru. Wakati ambapo umepata kidogo, unatosheka na unamshukuru, unamfanyia kazi na kile ambacho uko nacho. Tuendelee na kutosheka. Na tuombe sana ili roho ya tamaa isije ikatunjaa katika mioyo yetu, isije ikatutawala, ili tukaweze kuendelea kumtazamia Mwenyezi Mungu na kumfanyia kazi. Ni siku ya leo tu ambapo kuna dada zetu, ndugu zetu ambao wanaenda katika nyumba za ibada kwa siku ya leo kuabudu Mwenyezi Mungu. Ninawatakia ibada njema, ibada ya baraka. Mungu pamoja nanyi. Kwa watumishi wote ambao watakuwa wanahudumia, pia nao Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu awakumbuke.
Kwa wale wote ambao mnaweza kuwa mnasindikisha jamaa zenu kwa siku ya leo, wengine wanalia, yaani huyu mpendo wetu ameweza na kutuacha. Ni maombi yangu ya kwamba Mwenyezi Mungu aendelee na kuwatia nguvu. Mwenyezi Mungu awafariji. Yaani Mwenyezi Mungu awapanguze machozi. Na kwa wote ambao mnaweza kuwa, yaani mnasherehekea kwa siku ya leo, huwa ninawakumbusha tu muweze na kusherehekea kwa njia ambayo inaweza na kumpendeza Mwenyezi Mungu, na wote muwe na wakati mwema na neema ya Mwenyezi Mungu itutoshe. Shalom.